Naitwa Mchungaji Andrew Munisi, katibu wa idara ya uwakili na miradi ya Norwegian Church Aid Tanzania kwa ukanda wa kaskazini, ambapo tunatekeleza katika mikoa mitatu: Kilimanjaro, Arusha kwa kule Karatu pamoja na Manyara. Siku ya leo tumekuwa na warsha au kongamano la wakulima na wadau mbalimbali ambao wako kwenye sekta ya kilimo na mifugo, hasa kwa kuwaunganisha wakulima wetu na watoa huduma mbalimbali za kilimo pamoja na mifugo. Na tumealika makampuni mbalimbali, kuna makampuni ya mbegu, makampuni ya madawa, makampuni ya zana za kilimo mbalimbali ambayo tumewaalika hapa kwa ajili ya kuzungumza na wakulima na kutoa bidhaa ambazo wanazizalisha kwa ajili ya wakulima. Warsha yetu imekuwa muhimu sana kwa wakulima wetu, kwa sababu tumetembea na wakulima hawa kwa muda mrefu, na kwa ajili ya uendelevu wa miradi ya kilimo na mifugo tukaona ni vizuri tuwaunganishe na makampuni mbalimbali au mashirika ambayo yanahusika zaidi na kilimo na mifugo. Tumetokea makampuni kama Silverland, Arsho Company, East West, makampuni yote ambayo yamekuwepo mahali hapa kwa siku hii ya leo. Tumepiga hatua kubwa sana kwa upande wa KKT Dayosisi ya Kaskazini kwa kushirikiana na wenzetu wa Norwegian Church Aid Tanzania, kwa sababu tumejitahidi kuhakikisha kwamba wakulima wanaondokana na kilimo kile cha mazoea na kwenda kwenye kilimo cha kisasa, kilimo ambacho kinakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Siku hizi mvua hazinyeshi kwa wakati wake, na hata zikinyesha hazinyeshi mvua za kutosha, lakini pia kutumia teknolojia rahisi ambayo inaweza kumwezesha mkulima kuhakikisha kwamba katika eneo dogo anaweza kuzalisha kwa wingi. Wenzetu kule Israeli wamepiga hatua kubwa sana. Wanaweza kutumia eneo dogo na wakatumia teknolojia nzuri na rahisi na wakaweza kuzalisha. Kwa hiyo sisi tunachohamasisha na ambacho ndio lengo la mkutano wa leo, warsha ya leo, ni kuhakikisha kwamba wakulima wanaondokana na kilimo cha mazoea na wafugaji wanaondokana na ufugaji wa mazoea na kufuga kisasa, na lakini kufuga kibiashara, kuhakikisha kwamba wanapata lishe katika familia zao, lakini wanaingia kwenye kilimo na ufugaji ambao ni wa kibiashara, ambao unaweza kuwapatia mapato ya kutosha katika familia na kuendeleza maisha yao kiuchumi. Mafunzo haya au warsha hizi ni endelevu. Sio kwamba leo ni mwisho. Tunakusanya baadhi ya wakulima ambao wamefanya vizuri, wanakuwa kama darasa ambalo wao wakienda kule vijijini wanaenda kukutana na wakulima wengine. Kwa mfano tumechukua mkulima mmoja ambaye ana vikundi vitatu vinne vyenye watu 30. Kwa hiyo akirudi anaweza kukutana na wakulima wapatao 90 kila mmoja kati ya hao ambao tumekutana nao, ambao ni wakulima karibu 80 na wafugaji hao 80. Kwa hiyo wakienda wanaeneza habari hizi na wanawaunganisha wenzao na yale makampuni ambayo wamefika hapa na ambao tuliwaalika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya namna hii. Majina naitwa Zishi Elieza Singano. Mimi ni Barabet, msambazaji wa faranga Shingini. Tunafaidika, tunajifunza vitu vingi, kwa sababu tunaposambaza faranga kwa wateja tunakutana na maswali, lakini kwa mafunzo tunayopata tunajibu maswali yale kwa ufasaha na wanatuelewa. Pia tunafaidika sisi wenyewe kule tunakoishi. Kuna mtu mwingine ana uwezo wa kuchukua boksi 1, 2, lakini unapoenda kumtembelea anakueleza changamoto zake, anakuuliza na vitu gani vinatakiwa, labda chakula, madawa. Basi tunapokuja huku, tunaposoma hivi, tunapata majibu sahihi ya kuwajibu na kuwasaidia pia. Leo nimepata kitu kipya, nimekutana na wataalamu wengi wa aina mbalimbali. Nilikuwa sijui kwamba kuna hoho zinaweza kudondosha kilo moja zikiwa ziko 4, ziko 3. Kwa hiyo pia nitakapopita kule kwa wale ambao wanalima kisehemu kidogo kwa ajili ya familia au ya watu wanaozunguka, basi tutawaambia kuna mbegu bora zinapatikana Hasho, ambazo unaweza ukalima tuta 2 ukapata faida ya familia
na wanaokuzunguka pia. Naitwa Regina Kileo, ni mratibu wa miradi ya kilimo na ufugaji kwa wilaya ya Siha. Tunashukuru sana kwa siku ya leo ambayo tumefika kwenye mkutano huu ambao umetukutanisha na wakulima, viongozi ambao wametukutanisha na kampuni mbalimbali za kilimo pamoja na ufugaji. Kwa kawaida kilimo na ufugaji watu wengi walikuwa wanafanya kama mazoea, lakini kwa elimu hii ambayo tunaendelea kuipata kutokana na Knowledge in CHED na ELCT inatusaidia sana na inawasaidia wakulima wetu wanaweza kuongeza kipato na kukua zaidi pale ambapo tunaendelea kupata elimu kama hii. Kwa sasa hivi kilimo kinatusaidia sana. Tunashauri kampuni hizi ambazo zinatoa elimu hii ziendelee kutupa elimu na ziendelee kututafutia masoko.